Ikashaandikwa. Ikashaandikwa toka mwanzo hiyo. Mbona kama ikashaandikwa toka mwanzo hiyo? Hamna. Ukashajua uko nafasi ya 3. Kwa nikwambiaje? Ya 3 yetu. Lakini mwanangu alikuwa nafasi ya kwanza, atakuwa ubebelezi ndio bingwa mtetezi kwaje? Sasa yangu mambo yalikuwa magumu. Nafasi ya kwanza nikaikosa bwana. Nikasema huko ya 3. Watatu sio atiro. Watatu sio atiro. Unaona timu yako leo imekamilika, wachezaji wako wamerudi, imecheza mpira mzuri na ameweza kuondoka na ushindi wa goli 2-0. Unaweza kuzungumza lipi la kuzungumzia? Niliwaambia kwamba mechi ambayo tumemaliza, mechi ya nusu finali, mechi dogo ilikuwa wachezaji hawapo na watu wote waliona. Leo wachezaji wamerudi, wale ambao walikuwa kwenye mashindano kule ya Sekafa Kagame, wachezaji wa KMZ wamerudi. Nadhani timu umeona ilivyokuwa inacheza. Nadhani kila mtu kafurahi alikuja kuangalia mechi. Bogobongo leo mmeweza kuondoka na ushindi na kuondoka na hundi ya milioni 5. Ukiwa kama msemaji, una lipi labda la kuwashukuru hawa ambao wameandaa mashindano haya? Nawashukuru sana walioandaa mashindano ya PBZ ya Mliamli msimu huu wa 8 Swalama. Wanajitahidi sana kuweza kuwakusanya vijana pamoja ili kuweza kujumuika pamoja kwenye swala la michezo. Unajua vijana bwana wana mambo mengi ya hanasa, lakini wanapofika muda kama ule wa kupumzika ligi, wakicheza ligi, hata ile mambo ya hanasa wanapata kuyapunguza. Kwa muda mwingi atakuwa anafocus kufanya mazoezi na kucheza kwenye mashindano. Japo kama ligi inakuwa imesimama, lakini wakiendelea kucheza kwenye mashindano pia tunapunguza zile hanasa za vijana mitaani. Kuelekea msimu ujao wa Yamle PBZ Mwembe Makumbe Combine ambao ni mabingwa watetezi wa msimu uliopita, una lipi labda ya kuzungumzia? Naambia tunaenda kutetea taji letu ambao tumelikosa, kwa sababu tumeanza na ubingwa, tumekuja mshindi wa 3, tumekuja kurelax kwenye mshindi wa 3, lakini msimu unakuja tunahakikisha mashabiki wetu tunakuja kutetea taji letu bila mashaka yoyote. Yaani basi na mashaka. Unajua nilikwambia. Nakwambia hii ya 3 tunachukua hii. Lakini uliniambia hivyo kama unakuwa bingwa lakini umekuwa nafasi ya 3. Unajua bwana kwenye mpira kuna matokeo matatu. Tunakufunga kisha na kudraw. Tumekubali tumefungwa, kumezidiwa kwa sababu wazaji wengi tulikuwa hawapo. Kwa tumekuja kucheza kwa attention ile ambayo tumekuja nao, lakini haikuwa bahati kwetu. Tumepoteza mchezo wa goli moja. Lakini kama uliangalia shahidi kwamba ile mechi nadhani tulikosa nafasi nyingi. Baada ya kutufunga, nafasi nyingi tulizipoteza. Kwa kuonyesha kwamba tulijipanga kwa kuja kushinda na kufika kwenye hatua ya fainali, lakini haikuwa bahati kwetu, tukapoteza mchezo. Tumezaa leo mshindi wa 3, tumemkanda hapa Mazombe. Sasa kaida tu kumkanda wewe, sababu mwaka ule ulioisha wa fainali nilimkanda na sasa hivi nimemkanda. Lakini pia mechi kabla haijaanza ilionekana kama mnaogopa dakika 15 kabla kuingia kwenye mechi, lakini hampo uwanjani. No, sio kama tumeogopa, ni mbinu tu za kumchanganya mpinzani uweze kumtia kwenye 18. Tumeweka mbinu zetu, tumekuja kushinda mechi rahisi tu. Tumechagua goli la kwanza, tumekuja goli la pili, mechi imeisha, tumekuwa mshindi wa 3 kwenye mashindano haya ya msimu wa 8 ya PBZ ya Mliamli Cup Swalama. Tutegemea kikosi chenu msimu ujao kwa kuongezeka kwa nyota wengine zaidi. Yani sio nyota yetu ni wale. Nyota yetu tunakuwa ni wale ambao asilimia kubwa wanacheza NBC sasa hivi. Yani ukipita Mwembe Makumbe Combine lazima ucheze NBC.